Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Star Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba Sport Club. Mnyama kabisa katika kile ambacho kimeweza kujiri leo mara baada ya aliyekuwa msemaji wa klabu hiyo Manara kuweza kutoa taarifa yake juu ya kile ambacho kimeweza kuwashangaza watu wengi kweli kweli, mara baada ya kuweza kutangaza jambo kubwa. Ametangaza jambo gani? Utakwenda kujua hapa kile ambacho kimeweza kufikia mpaka kuweza kutoa taarifa hiyo, na mimi nimeweza kusogezea hapo. Utakwenda kujua mwanzo mwisho kile ambacho kimeweza kujiri katika sakata hilo ambalo limeendelea leo hii uko katika kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Mashabiki wa klabu ya Simba wameshangaa kuweza kusikia taarifa hiyo, lakini mashabiki wa klabu ya soka Young Africans wameshtushwa pia na taarifa hiyo. Ni taarifa ipi? Utakwenda kujua hapa, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Star Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha kabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana hili ambalo linalozungumzwa kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club. Taarifa ni njema kweli kweli, mara baada ya klabu ya Simba kuweza kutinga hatua ya fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Pengine imekuwa ni story kubwa kuhusiana kile ambacho kimefanyika huko Durban, Afrika ya Kusini, mara baada ya klabu ya Simba kuwaondosha Stellenbosch na kutinga hatua ya fainali. Unaambiwa waliokuwa wameondoka wameanza kurudi ndani ya kikosi cha klabu ya Simba. Imekuwaje na imekuwa ni vipi? Utakwenda kujua hapa kwa nini na imefikiaje mpaka watu wanaanza kurejea tena kwenye kikosi cha klabu ya Simba. Lakini wakati tunaendelea katika taarifa ambayo imejili kwa sasa ni kuhusiana na fainali hizo ambazo zinatarajiwa kwenda kupigwa mwezi unaoanza hapa. Nazungumzia mwezi wa 5. Nafahamu ya kwamba mwezi unaelekea ukingoni, ambapo kwenye tarehe 15 ama tarehe 17 ya mwezi wa 5 Simba Sport Club itashuka dimbani pale katika nchi ya Morocco katika manispaa ya Berkane. Unaona bana, katika uwanja wa Berkane. Hapa nazungumzia wengi walikuwa wafahamu kwamba Berkane ni mji ama ni sehemu ambayo watu wanapatikana, wakafikiri labda ni jina peke yake tu la kutunga, lakini ile ni manispaa ya Berkane na uwanja ule upo kwenye manispaa ya Berkane, ambako Berkane ndio inatokea huko, ambapo timu hiyo ya Berkane itaweza kuwaalika wekundu wa Msimbazi Simba tarehe 17 hiyo ya mwezi wa 5, ambapo ndio itapigwa fainali ya kwanza, ambapo fainali ya pili itakuja kupigwa katika dimba la Benjamin Mkapa, ambapo utakwenda kushuhudia Simba Sport Club ambapo watakutana na Berkane katika dimba la Benjamin Mkapa. Itakuwa tarehe 25 ya mwezi wa 5. Unaona bana, huku ukiweza kushuhudia rekodi zitakapokwenda kuandikwa. Lakini sambamba na hayo, taarifa nyingine ambayo inazungumzwa kwa sasa ni kuhusiana kile ambacho kinachoendelea mara baada ya klabu ya Simba kuweza kutinga hatua ya fainali ya kombe hilo. Amezungumza midfielder, mwalimu mwenyewe, anazungumzia Fabrice Ngoma. Anasema kwa sasa timu za Tanzania ziache kuzungumzia kuhusu kuingia fainali, kwa kuwa tayari Simba tumeingia, maana walikuwa wanaongea sana. Sisi suala sio fainali, bali tunaleta kombe la kafu hapa Tanzania, maana fainali wala sio suala. Unaona bana, akiweza kujitapa kwa kile ambacho kinachoendelea. Taarifa nyingine ni kuhusiana na inaelezwa kwamba msemaji wa zamani wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba na zamani Young Africans, hapa nazungumzia Simba Sport Club, Manara, inaelezwa kwamba zipo taarifa za ndani kwamba mwamba anarudi tena katika miamba ya soka ya Simba Sport Club kwa kile kilichoweza kutokea katika mazungumzo ambao unaelezwa amefanyika, kwamba mwamba anarudi tena. Ni pengine watu wanajiuliza kile kilichoweza kutokea katika hapa nazungumzia
misimu hii ya kadhaa iliyopita, pengine labda ndio kitu ambacho kinachowafanya waweze kumrudisha kwenye kikosi hicho kutokana na hamasa ambayo aliyokuwa anaileta. Ndio swali ambayo anajiuliza, ambapo wanasimba, je, watakubali kumpokea tena bwana Haji Sande Manara katika timu yao kutokana na hivi karibuni kutokuwa katika hapa nazungumzia mvutano mara baada tu ya yeye kuweza kutoka Simba Sport Club na kuelekea pale Young Africans. Je, kurudi kwake wataweza kumpokea? Ndio swali kubwa na zito kweli kweli. Lakini anaandika mchambuzi Hans Raphael, anasema ya kwamba siku zote uwekezaji sahihi unalipa, unahitaji quality ndani na nje ya uwanja, na Simba walifanikiwa hilo kwenye dirisha kubwa lililopita. Walisajili vijana wengi wenye njaa ya kuonekana ambao walikuja kumix na wachezaji wazoefu kama Kapombe, Zimbwe, Ngoma na Kibu, kisha kutengeneza timu sahihi. Mwanzoni walianza kufika nusu fainali, ila kwa sasa wako fainali. Ajenda ni moja, kutoa ubingwa. Weka jicho lako pembeni, wapongeze Simba kwa kuiwakilisha vizuri Tanzania. Lakini anaandika Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kupitia mtandao wake wa Twitter ameacha ujumbe wake wa kusema ya kwamba pongezi za dhati kwa klabu ya Simba kwa ushindi katika mchezo wa mashindano ya kombe la shirikisho Afrika CAF Confederation Cup, na kuandika historia ya kufika fainali ya mashindano haya. Nimeipa nchi yetu heshima kubwa na watakia kila laheri, mnayo hamasa yangu wakati wote. Unaona bana, akiweza kuzungumzia hilo rais mwenye zamana kabisa, hapa nazungumzia Mama Samia Suluhu Hassan. Lakini Ahmed Ally, afisa habari wa klabu ya Simba, anasema mpaka sasa tuna uhakika wa medali, lakini hatutaki kuishia hapo. Medali pekee wanaweza kutulingishia nazo labda Muungano Cup. Nyie mnawaza fainali, mimi nawaza fainali ya Super Cup na Mamelodi Sundowns nchini Qatar. Tunakwenda kucheza Super Cup na Mamelodi. Kwa kile ambacho amekiandika hapa, nazungumzia si mwingine bali ni unazungumzia huyu ni Ahmed Ally, afisa habari wa klabu ya Simba, akiendeleza kile ambacho kinachoendelea. Unaona bana, na kuweza kutaja kama miongoni mwa vitu ambavyo wao wanavisubiri kwa hamu kweli kweli, kucheza fainali ya mashindano hayo ya hapa nazungumzia si mengine bali ni Super Cup, ambao watakutana dhidi ya Mamelodi Sundowns. Fainali hii watakutana endapo klabu ya Simba ikifanikiwa kuweza kuwaondosha katika fainali na kutoa ubingwa klabu ya RS Berkane, na wakifanya hivyo basi itawawezesha wao kutinga katika michuano hiyo. Ndio kitu ambacho pekee kinasubiriwa kwa hamu kuweza kuona kama historia itakwenda kuandikwa kwa mara ya kwanza kombe la Afrika kuweza kutua katika ardhi ya Tanzania. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana hiki ambacho tumeweza kukizungumza kwa wakati huu.